mmoja ameambiwa atafute 10,000 sijui ataombewa na akapewa maji. Alipopewa maji akaambiwa kasaya maji tamwekea bwana wako wakati wa kuoga. Sasa bwana akaona mke na katupa akanamimina hapo. Wacha mtengeneze visawasa. Maana anaona ni uchawi, uchawi unaanza. Alimtania Mungu afunue siri katika nia ambayo imeweka. Ndio Mungu anasema kwamba mtu akiingia ndani ya Yesu Kristo anakuwa kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Hakumwambia nimechukua 10,000 nikaenda kutoa sadaka nikapewa maji nikuwekee. Mume kuona ni maji anaweka kwa nini kachupa kamimino hapo kwa majega kwa. Anitia mapenzi yake na kusudi lake katika kiumbe kipya, si kiumbe kipya zaidi. Maana kiumbe kipya liko na nia imetofautiana. Huyu mtu huyu si wa maji huyu. Anahitaji maombi kweli kweli. Anayekupiga sababu ya maji ya upako huyu. Anahitaji maombi. Wacha nianze na kuambia happy birthday. Maana hiyo ni siku muhimu ya mtu kwenye duniani. Na mimi ni yule ambaye namshukuru Mungu amenipa uhai, amenipa uzima. Napumua siku ya leo mimi na familia yangu, mke wangu, nikiongeza na mtoto wangu. Kwa hivyo siku ya leo ni neema ya kipekee. Na ni mwezi mwingine pia huu. Bwana Yesu asifiwe. Naanza na matangazo yetu ya YouTube ambayo ni kwamba kama huja subscribe naomba ufanye hiyo kazi. Subscribe. Sababu tuko mbio ni tunang'ang'ana. Na tunang'ang'ana kila mmoja aonekane huko anasambaza injili. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo baada ya Thanksgiving tutaonyesha live. Baada ya Thanksgiving itakuwa live. Sasa wewe cha kufanya, chukua simu, ni ya kazini yako, ni ya ndugu yako, ni ya mjomba, ni ya shangazi, ingia YouTube, subscribe pale. Ni watu wengi ambao wanaangalia video zetu. Na nilipoangalia kwamba Tanzania kidogo tumeanza kupenda. Tanzania sijui percent nikipiga hesabu inaingiaje, lakini Tanzania watazamaji wa kule ni 2%. Kuonyesha kwamba tumeanza. Tanzania tupo. Na hapa Kenya tupo, tumetawala sana. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba kuna mahali tunaenda. Kwa hivyo ningeomba kama moja subscribe tafadhali. Usiwe kati wale wawili ambao wamefanya huduma yetu kwani nataka tuonyeshe ibada zetu live. Ujiunge na sisi, subscribe ili tuende kwa pamoja. Lakini zaidi ya yote nashukuru wale ambao wamekuwa na sisi hapa kwa hapa. Yaani video unaweka ijamaliza dakika 10 unaona kwamba kuna watu wawili watatu wale washa view tayari. Hiyo ni kitu cha maana sana, mnatia moyo na Mungu azidi kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya wiki yametokea yale yaliyotokea. Kila mmoja ana habari nayo. Ya kwamba kuna watu waliingia wajanja na wanamonitor sana. Huo muda ni mrefu sana mtu kuja kufungua waya ambazo tumezifunga hapa juu. Tumezunguka zije mpaka huko, muda ulikuwa mrefu sana. Si hizo kuangalia hivi na hivi. Kutoa waya zote juu za speaker sio mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji time. Sisi wenyewe watu tunatumia viti na kupanda juu pitisha wao peleka au wameitoa tu kwa muda. Nyingine zimezunguka huko wakachukua. Ndio hao watu ambao walikuwa na muda mzuri hapa kanisani. Si wale watu kuangalia kwa wakachukua muda wao tena kuvunja kanisa kwa juu. Mpaka mwingie ndani mtulie. Speaker kama hii ufungue. Hiyo waya hapo mbele uifungue, unataka utupe speaker. Ni muda mrefu sana. Si dakika 10. Speaker pekee yake kufungua tafundi akikwambia ngoja nifungue tu hapo unaona anakuchelewesha. Lakini hawa walifungua speaker. Wakatoa hiyo waya naiona hapo mbele, waking'ang'ana wachukue speaker ndio waishinde. Ni muda mrefu sana. Walitaka. Lakini zaidi ya yote sisi tunawaombea usiku. Waokoke.
waziregeshe. Kama hawataregesha waje wanunue zingine. Bwana Yesu asifiwe. Na tukisema mchawi wako si vizuri, wacha waokoke, waje watuletee zingine. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nitachukua tu muda mfupi kufundisha kuhusu nia. Tutakuwa nafundisha kuhusu nia. Sababu Waswahili wanasema penye nia pana njia. Pale wale watu walikuwa na nia, wakajua huu ukuta hapa juu tukivunja tutapata njia. Walikuwa na nia ya kuiba. Kwa ile nia inafanya nini? Njia. Kwa nia yao ilikuwa tu waingie ndani wachukue kiko ndani. Ndipo sasa mahali kulikuwa hakuna njia, walijitengenezea njia wakaingia ndani. Sababu penye nia, hata kama hakuna njia njeta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa nazungumzia kuhusu nia. Sababu mambo yanaenda kombo pasipokuwa na nia moja. Mambo yanaenda. Kwa nini nafika mahali mwanamke ngoja mwanaume anaondoka, huku nyuma anatafuta gari mwenye uwezo, anapakia kila kitu. Mwanaume akiingia kwa nyumba hakuna chochote, yeye tu na viatu vyake aliyoenda nayo. Hapa nia ilikuwa ni nia gani? Hawa watu walikuwa wanaishi kwa nia gani? Bwana Yesu asifiwe. Naongea mambo ya miaka kadhaa kwa piloti mali naishi. Na jana nikienda kazini mwingine akanipata akaniambia uniombee. Huko kuna hiki na niambia nikasema kuna siku nilikuwa mahali nikienda nyumbani nikapata nyumba mlango umefunguka na siwezi mkame na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni nia gani? Walikuwa wanaishi kwa nia gani? Tunaishi kwa nia gani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu wanajiuliza, inakuwaje inafika mahali mtu anachinja bibi yake alafu naye amalize watoto ndio aandike kitu na kimalize pia na yeye. Nia ni nini? Walikuwa katika nia. Nazungumza hapa Gosheni, kuna msichana alikuwa ameenda Uarabuni. Yeye alipokuja alijiua. Sababu nia yake haikushikana na nia ya wazazi. Yeye anatumia baba pesa, kumwambia weka baba tukija tutafuta shamba mahali tununue tujenge. Baba naye anaenda kulewa na kubokaa na marafiki na walewesha. Wakati msichana alikuja hakuna chochote. Na hawa watu wanapitia mateso. Wengine wanadhulumiwa hata kimwili. Wengine hawalali wanakesha. Nia yake ni kwamba nipate pesa niende kurekebisha nyumbani. Wewe mzee unachukua pesa, unakula mboka na miraa unalewa. Msichana alipoona kwamba amerudi nyuma, alijinyonga. Alijua akafa, kazika. Sababu nia ya mzazi na nia ya huyu mtoto haliendani. Ndio unaona kwamba maafa kama haya yanatokea sababu nia zimetofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na nia mambo haya, wewe una nia haya. Jiulize kwa nini mwanaume yuko na duka la familia na kuna mke na kuna watoto. Lakini huyu mwanaume akisafiri huyu duka linafunga. Ukimuuliza anasema kwamba mke anauza kupeleka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Nia imetofautiana. Au huyu mwanaume yeye akienda kaita mtu kutoka kwao, njoo nishikie kazi kidogo na safiri nikirudi taondoka. Maana hapa nyumbani wanaishi na nia tofauti. Kuna mmoja kubeba na kupeleka kwao na kuna mwingine anataka kutengeneza kwetu. Nia zimetofautiana. Mahali kuna nia mbili tofauti, ndio unaona mzozo kama huo unainuka, maana watu hawaelewani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba nia hii njema iwe ndani yetu, maana ilikuwemo ndani ya Yesu Kristo. Yesu alitaka kwanza watu wajue kazi yake duniani. Wanamwambia kama hao watu wamekataa tuingie katika mji ule, agiza moto utoke mbinguni umalize kila mtu. Yesu anasema Mwana wa Adamu hakuja kwa ajili hiyo. Alikuja kwa ajili ya kutafuta kilichopotea. Anajaribu kuwapa lengo langu ni hili, nyinyi msiwe na nia kuangamiza watu na moto kutoka mbinguni, bali muokoe watu wasiingie katika moto wa milele. Yesu akawa anajaribu kuonyesha nia yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja anajaribu kata mwingine sikio.
Kamwambia hata kama ni vita, ningaagiza vikosi vya malaika 12 vitoke juu mbinguni vije hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mbinguni kuna vikosi 12 vya malaika, na hatujui kikosi kimoja kuna malaika wangapi. Na tena ni wa vita. Alisema ningewaagiza waje hapa wapigane vita hivi. Sikio la watu akaregesha. Mtu akabidi na sikio lake. Bwana Yesu asifiwe. Nia ya Petro na nia ya Yesu ni tofauti. Hao wanataka ulimwengu uangamie kwa moto. Yesu anasema mimi sijakuja ulimwengu upotee, bali nimekuja kutafuta kila ambacho kimepotea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona kwamba katika uchumba mara nyingi kuna mtu mwenye nia ya kujaribu ndoa, vikinishinda atarudi kwetu. Na kuna mtu wa kwamba mimi nitaishi naye siku zote kwenye shida na. Sasa kuna nia ya kujaribu na kuna nia ya kuishi naye. Kwa hiyo vitu vinazidi kuwa vigumu, mambo yanakuwa magumu. Watu hawashikani kabisa kikazi. Bibi ametoka, kazi inafungwa. Na mume yuko hapo, watoto wako kwa TV. Maana yeye anajua kabisa wote ndio nao ni wezi. Haamini mtu. Kama utaki ukanyaga hapo kwa kibanda kwa duka hapo, basi unakana majamba. Nia zinatofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni lazima tutengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Hesabu mke amekificha kabisa. Na mume amekificha. Chenye kiko hapo cha madeni, na nini namdai na nini namdai. Sasa ili wasaidiane kudai. Lakini zile faida ambazo zinaingia, kimeficha. Hakuna nia ya kuendelea. Hapa hakuna nia ya maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Yesu anaweka nia yake wazi kwa watu? Ni kwamba mimi Collins nimeitwa niweke madhabahu, ile mtumishi wetu aliitwa aweke madhabahu. Ndio maana nimesimama hapa. Na huenda Mungu amemnenea kwamba uje upige injili ya uongo, ya vitambaa na kununua maji na chumvi na vitu vingine. Mimi kesho nije na chumvi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nia ya huyu na yangu haishikani. Yeye amekuja kuambia watu toeni imani katika hivi vitambaa vya mnanunua hivi na maji. Wekeni imani katika neno la Mungu na huyo Mungu mwenyewe na mwanao Yesu Kristo. Lakini mimi nikija nakuja na chumvi. Kwa hiyo nia zimefanya nini? Zinatofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni vizuri pia tujue mwito wa mtu kabla huja koroga ule mwito. Tuko pamoja kweli? Lazima uelewe mwito. Wewe mimi nakemea tabia fulani ndani ya watoto. Wataka wewe mwalimu wa Sunday school, wewe ukija unakuja na hiyo tabia. Wataka uiweke hapo university kwa watoto. Nia ziko tofauti. Tutasumbuana. Hatutaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaona kwamba mambo mengi yamezidi kwenda mrama sababu nia ya watu wengi imezeeka. Namba 1, nia imezeeka. Mahali kuna nia iliyozeeka inakwama hadi kwa ujana, kwa usichana na vitu vingine. Ni kama mtoto last born akiolewa. Maana mtoto last born huwa anabebwa na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Anabebwa na kila mtu. Msichana last born anabebwa na kila mtu hapo nyumbani. La first born watu wanambeba, lakini yeye ni wa mwisho. Sasa huyu hata akiingia kwa ndoa usipombeba amekasirika. Maana atakabebwa. Salibeba hapo nyumbani. Mimi ni first born, mimi nilibeba, sikubeba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umekuja utakubeba. Nia zimetofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko pamoja kweli. Tunaona kwamba kuna mtu atakabebwa hata asije kwa kichwa ya bebwe, aende apelekwe mahali analala, ni mapenzi haya. Nimpeleke kitandani mahali analala, ni mapenzi. Sababu ni palasipo. Na mimi ni first born, mimi nilikuwa nabeba, nimechoka utotoni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nia ni tofauti. Kwa nini mambo yanavurugika? Sababu ya kwamba nia, mtu anataka mambo ya kwake, lakini haangalii ya wengine. Biblia inasemaje ndani ya kitabu cha Warumi 12? Ni kitabu ambacho kiliandikwa na mtume Paulo ambao tunamjua. Mtume Paulo akiandika kitabu cha Warumi alikuwa anatazamia kuja kuwatembelea, lakini sasa itabidi aandike akiwa ndani ya jela, ili watu at least wasimame katika ule msingi wa nia moja. Na ukiangalia kitabu sana kimeangazia watu kuenenda katika, ukisoma mlango wa 7, mlango wa 8, anajaribu kutoa watu ndani ya sheria. Watu walikuwa wameshika sheria sana,
na Paulo anajaribu kuwatoa katika sheria aweke katika nia ya Roho Mtakatifu. Lakini wale wanapigana na sheria. Musa alisema, Musa alituachia, Musa alituambia. Na hiyo ilifanya Yesu huduma yake kawa ngumu. Unatoa pepo kwa amri ya nani? Unajiita mwana wa Mungu kwa amri ya nani? Hauoni kwamba unakufuru? Hiyo ilikuwa vita ambayo Yesu alikuwa navyo. Amekuja kutoa watu katika nia ya mwili, lakini hawa hawataki. Hawajulishe mambo ya roho, wala wamekwama katika nia ya mwili na nia ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi 12 inasema kwamba basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Namba 2 inasema wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzu kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hafanyi kazi na nia mzee. Manake unapotoka kwa ujana ukiingia katika ndoa, achana na nia, madhumuni na malengo ya ujana. Anza kufocus na mambo ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Unapoachana na dhambi, unapokiri Yesu ukaingia kwa maisha ya Kristo, achana na nia ya dhambi, anza kushikana na huyu Yesu Kristo. Maana nia mpya inafanya Mungu afunue mapenzi yake kwetu. Maana inasema kwamba tusifuatishe namna ya dunia. Nimeanza kwamba wala msifuatishe namna ya dunia, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Inamaanisha kwamba nia ya kitambo, malengo ya kitambo kabla hujaolewa, ujanja wa kitambo kabla hujaoa na kuolewa, hivyo vitu haviwezi vikafanya kazi katika ndoa, hasa kwa wale wa Kristo. Utanaswa. Bwana Yesu asifiwe. Utanaswa. Na ndio maana unaona kwamba uavyaji mimba unajaa sana katika makanisa. Unajaa sana kwa watoto wanaojiita vijana makanisani. Maana walipoenda kujaribu kwa nia ya kimwili walinaswa huko. Kwa wanatoa mimba isijulikane. Lakini kuna watu hawajaokoka. Wao wakienda hata wapate na mimba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wanaswa. Shetani amewapa muhuri akamwambia chezeni tu muendelee kucheza huko. Lakini wewe jaribu utoke katika Ukristo, uweke mguu nje kidogo. Kesho utakutamani kwa kutoa nini? Sababu nia yako ilikuwa ni nia ya raha ya mwili. Kwa mahali kuna nia ya kitambo, kuna makusudi ya kitambo, kuna malengo ya kitambo, hapo Mungu hawezi kufunua mapenzi yake. Maana imeeleza vizuri kwamba mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu, yani kusudi la Mungu. Upate kujua lengo la Mungu. Nia ambayo imezeeka, Mungu hakufunui siri zake kwa hiyo nia. Ndio kwamba kanisa tunaweza kaa miaka na miaka hakuna karama. Sababu tunaona kwamba mimi nikiwa karama watanijua mimi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikiwa na karama, hawataniambia kitu. Sababu watu wameinuka. Mwingine alipowa karama na akaona kwamba sasa hapo watu wananifuata, nimekuwa mtu. Akaanza kuwa tofauti. Nilikuwa nafundisha jana, nikamwambia kuna mtumishi mmoja alikuwa na mtafsiri. Yeye akisoma Biblia huku mtafsiri anatafsiri, anasema neno linasema, neno la Mungu linaamba. Haya, hasa wakati wa kusoma Biblia kama kitabu cha Warumi, watu wanafungua Biblia yako hivi. Maana maandiko yote anaelewa. Hana haja ya kuingia katika maandiko. Kesho yake huyu mtu atashindwa kutafsiri. Sababu nia yake na nia ya mtumishi ni tofauti. Ungekuja na Biblia ile lugha ambayo unatafsiri nao utusomee tuielewe. Yeye hataki. Mwingine akiwa na karama kukuombea mgonjwa wawili watatu. Haya, watu wakihubiri utamwona yeye kwa simu hata anachati. Bwana Yesu asifiwe. Maana naona kwamba ako juu. Sasa hii nia ya kuzeeka hii ndio Mungu hawezi funua siri zake. Ndio maana naona kwamba kuna watu karama walipewa nikaishia hapo haisomi. Kwa sababu tuko na nia ya kitambo ambayo si mpya. Mungu aweza kufunua mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtoto alikuwa akibia mzazi pesa, unajua kona zote za sanduku kule nyumbani, mzazi anaweza weka hapa kama si hapa ni hapa. Anaingia kwa makoti anaangalia huko kweli hakuna kitu huko, hapa ni kitu. Trousers zinaangaliwa. Makoti yanaangaliwa. Maana nia si moja.
Bwana Yesu asifiwe. Wanaangalia kama kulibakisha kitu. Nia. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu nia yao si moja. Kuweka mikono mahali hajapewa ruhusa, anapeleka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nia ni tofauti. Sababu kwa nini iwe hivyo? Huyu naye alianza kuweka mikono kwa nguo za wazazi. Hakutubu. Kwa akipata mtoto naye ataweka mikono hapo. Biblia inasema laana hadi kizazi cha ngapi? Cha 4. Atafuata mkono huo. Huu kutubu kuweka mikono kwa nguo za wazazi. Mzazi anakusanya usome, wewe nia yako kule mahamri, vitu vingine chapati na maharagwe huko. Ushike. Maana mtoto akiiba pesa mwingi kisha kuleta nyumbani ni kwa ajili ya tumbo lake. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanamke akiiba pesa za mume wake, ambao wanakula pamoja na shika moja. Mwanamke akiiba pesa za mume wake, wana majibu watasema. Majibu yanatoka, wanapeleka pawa, zinaenda saluni, nguo. Wanayo majibu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo swali likosi majibu. Sababu ya nini? Nia. Huyu nikimuomba ataninyima, kweli nichukulie. Wakianza kuulizana, wewe uliangusha tafuta tu vizuri, na anajua mimi ndio mwizi. Na akija kanisani hatubu kabisa. Anakaza roho, shingo ngumu kama ya Farao ili watu wasonge mbele. Nia. Kwa katika nia hii ya mitambo ya wizi ambayo tulianzia kwa wazazi, maandiko yanasema nyinyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnafanya nini? Mnaniibia nini? Bwana Yesu asifiwe. Nimefanya mambo ya kuwa makuu. Nia ikiwa mzee, Mungu hawezi fanya kazi. Mungu afunui siri katika nia ambayo imezeeka. Ndio Mungu anasema kwamba mtu akiingia ndani ya Yesu Kristo anakuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo ataachilia mapenzi yake na kusudi lake katika kiumbe kipya, si kiumbe kilichozeeka. Maana kiumbe kipya kiko na nia mpya. Bwana Yesu asifiwe. Na tuanze kufikiria sasa, nia zetu za kitambo. Nia zetu ziko huko ama ziko hapa kwa Mungu? Mtu mwenye nia ya Kristo utamuona anasikiza nyimbo gani zipi kwa simu yake. Ukisema tu tuchukue hizi simu na tuchukue password, watu watahama kanisa. Mwingine hata ataivunja, angenieni ange chini ipasuke kuliko atupatie. Tukaiangalie mle ndani. Ataivunja. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuja kwa Kristo lakini nia yake bado imefungwa katika mataifa. Nia imefungwa katika ulimwengu, haijatoka. Kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ufupi ni kwamba Mungu hafunui siri zake kwa maadui zake. Mungu anafunua siri kwa marafiki ambao wamekubali kugeuzwa nia zao na wawe wapi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anasema kwamba nilikuwa naota ndoto zikakatika, sijui iliendaje. Kuna mahali alirudia nia ya kitambo. Na Mungu alikuwa anamfunulia siri ya kwamba kuna hiki kitatokea, hiki kitakuwa, hili lipo. Sasa imefika mahali zile siri hazipo. Mungu hapatiani siri kwa maadui, wataenda kinyume chake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapatiana siri kwa marafiki ambao wamefanyika kuwa wanajeshi, naye awe bwana wa majeshi kwa hilo jeshi. Kwa nia ya kitambo ambayo haijageuzwa na kufanywa upya inaharibu mpango wa Mungu. Mapenzi ya Mungu kufunuliwa ni ngumu. Na nia ambayo ni ya mwili inafanya mwanadamu awe na uadui juu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vitu vingi vya mwili vinafanya tuwe maadui. Sababu tunapenda mwili sana kuliko mambo ya roho. Imetaja roho hapo. Maana kuna mauti katika nia ya mwili, kuna uzima katika nia ya roho.
Bwana Yesu asifiwe. Roho anakuambia kesho funga kwa ajili ya maombi, uombee nyumba yako na vitu vingine. Lakini mwili unasema kwamba wewe kesho ndio ulikuwa umepanga upike chapati, maana huo ungo umekaa sana. Kwa hiyo mnakimbizana nia ya mwili na nia ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni nia ya mwili ambayo ni nia ya roho iko hapo. Hivi viwili ni maadui, vinapigana, lazima mmoja ashinde. Mwili ukishinda, basi Mungu ni adui wako, lakini roho ikishinda, Mungu atakuwa ni rafiki yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nia zinakimbizana. Bwana Yesu asifiwe. Nia ni makusudi, matarajio, azimio ya watu wanataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kinachofanya watu wapiganie uongozi ni nia. Kuna kitu anakihitaji. Nia linamsukuma. Sasa unaona kwamba kanisani watu wanahama sababu nia ya mshirika imekuwa fiche kwa watumishi. Mtu anayetafuta kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye anakuja anakaa hapa miezi 2-3 hajapata kazi, anaondoka. Na haja nitamka kwa mtumishi. Mtumishi, mimi shida yangu ni hii na hii na hii. Maana nasema hapa msemezane mambo yenu na muombeane nyinyi kwa nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Msemezane nyinyi kwa nyinyi na muambiane nyinyi kwa nyinyi. Sasa yeye nia yake ni kazi. Na hasemi hana kazi. Amenyamaza. Baada ya miezi 2 anaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Sababu katika kanisa kuna anayeingia kuna karama ya kutumika. Akija hasemi. Anasema pale nikikaa kipawa changu kitapotea. Huku sema unaweza kulisha watoto tukakupisha. Huku sema wewe ni mwimbaji tukakupisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya nia yako huku iweka wazi unaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mwingine anakuja tu kanisani ndoa yake iwe safi, iwe inyoke vizuri. Inyoke kabisa. Lakini akija yeye hasemi. Ni kuomba tu kila siku anaombea Mungu. Anaombea Mungu kufunga mapepo na kuyafunga hata kama yale ambayo hayupo anayafunga tu kuyafunga. Na hajui kama ni pepo kweli. Wewe na mtu anadaiwa na nia. Lakini ushauri huu kuongea na mtumishi mwenzangu nimeona inaenda hivi na inaenda hivi. Mtumishi ajaribu kuregesha nia pamoja. Sasa huyu mtu kesho yake atatoka ataenda kwa maji. Biblia ameambiwa atafute 10,000 sijui ataombewa na akapewa maji. Alipopewa maji akaambiwa basi haya maji tamwekea bwanako wakati wa kuoga. Sasa bwana akaona mke na kachupa akakana mimino hapa. Wacha mtengeneze visawasa. Maana anaona ni uchawi, uchawi umeanza. Alimtania. Bwana Yesu asifiwe. Hakumwambia nimechukua 10,000 nikaenda kutoa sadaka nikapewa maji nikuwekee. Mume kuona ni maji anaweka kwa nini kachupa kamimino hapo kwa maji ya kuoga. Alimtandika. Huyu mtu huyu si wa maji huyu. Anahitaji maombi kweli kweli. Anayekupiga sababu ya maji ya upako huyu. Anahitaji maombi. Mka akachapa. Bwana Yesu asifiwe. Na pesa 10,000 zimeenda na mka akachapa ndoa haikusimama. Sababu ya nini? Nia. Tunahitaji watu wawe na nia moja kuregesha ndoa. Mstari wa kwanza mlango wa kwanza. Mstari wa 10. Maandiko yanasema, basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kuonyesha ushauri mmoja tu unaweza regesha nia za watu kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ushauri. Kwa shauri likiwa moja linaregesha nia za watu. Mmoja aliendea mtumishi na wewe mtumishi alikuwa hajaoa ni kijana jana. Kama vile nimeanza kutumika mimi nikiwa sijaoa. Maana mimi sijaoa kitambo. Sasa akamwambia kule kwangu mke wangu anatatiza sana. Yule akamwambia sasa wewe ni mwanaume bwana. Wewe ndio utalike mwanamke mshikisha adabu kidogo atakuheshimu. Si ameambiwa kanisani na kijana ambaye hajaoa wanamheshimu mtumishi. Akaenda akapiga mtu. Akapigia yule pastor mkuu.
Nini kilifanyika? Akasema nilikuja hapa Mungu akanishauri akasema nimshikishe adabu kidogo ndio niishi. Kamuuliza yule ameoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona ushauri ndio nani? Ushauri huu si wa nia ya kurejesha familia. Si wa nia ya kurejesha ndoa. Ni nia ya kuvunja. Naweza kuwa niko na mtumishi ama anahubiri hapa, lakini kuna vitu vingine si experience bado. Ukija kuniuliza kuhusu kufungua kanisa mimi sijui. Anajua aliyefungua haya madhabahu. Ndio maana niko hapa. Kwa ushauri ambao uko na nia moja na lengo moja uendelee katika huduma, utamfuata huyo. Mimi ukija ushauri wa sana sio nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kuhusu kuanzisha huduma kufungua madhabahu mpaka tusimame hapa. Wanakuja wanajeshi ondokeni baada ya miezi 3 lakini bado tupo. Basi kuna mtu ako na ushauri kwa nini bado yuko hapa mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo ni wa kufuata katika shauri moja. Kosa la mwanadamu anapoenda kwa ushauri huwa ako na jibu lake. Kwa hivyo ameenda kusikiza maoni ya mtumishi yanasema. Niona kwamba hata huyu mtu akitoka kwa ushauri anaenda kufungua maandiko, kweli inaandikwa, kweli imeandikwa mtu kuoa mke mwingine ni dhambi, ama imeandikwa kuzaa mtoto yeye ni dhambi. Anatafuta mara sikiza mtumishi lakini hakugusa. Bwana Yesu asifiwe. Nia inatofautiana ya aliyekuja ushauri na mwenye kushauri. Wewe umekuja ushauri na umekuja kunijaribu. Maana hata nikikupa jibu langu la Roho Mtakatifu, utaenda kutana yako ya mwili ambapo utakuwa adui wa nani? Wa Mungu. Maandiko yanasema tuwe na nia moja. Nimesema kwamba mnene mamoja. Mnene kitu kimoja. Sio kwamba huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Hata Petro naye nia yake tu ni ya kutembea. Anajaribu kusema hapo watu wanisumbua hata nijifike huko. Anasema unaona hata hii kutembea kwake ni kama Yesu. Ani kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtumishi wetu hapa anatembea tofauti na sisi tuko na vijana hapo uona kwa njiani. Ni wagodi sioni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kutembea kwa Yesu kumefanana na nani? Na akina Petro. Sasa hii ambayo unaruka hii mtumishi wetu akitembea na kuruka. Nimetoka wapi? Nia katika matendo. Nia katika kuongea. Nia katika kupanga jambo. Itimie katika nia njema. Bwana Yesu asifiwe. Hata hivi vita ambavyo tunapigana na vijana wetu wakina hapa tukuhusu nywele. Bwana Yesu asifiwe. Nishachukua basi kampeleka mahali kama unaona hili kanisa angalia watu. Unaona mtu rasta hapa. Ama anaongea uongo hapa. Ukweli sio? Nilimchukua kaambia twende. Maana tutasubana mchungaji bure. Kampeleka mahali kanisa kaambia unaona huyu akona rasta huko. Na pasa yake si yuko. Naona yamenyoa box na wanatumika hapa. Sasa haya ni hapa. Haya ni wapi? Hapa. Kule kwetu mkienda hivi, still mtasumbuana na mtumishi. Sababu yeye nia yake ni watu vitu hivyo visafi. Hata ikiwezekana kiwe safi kama gaduni. Yesu asifiwe. Vitu viwe safi. Hiyo ndio nia yake. Lakini wa kule nia yake ni kwamba uko na rasta au ulinyoa box wewe ndio twende kwa Yesu ili ujike tena. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nia zinatofautiana. Amen. Nia. Sisi tuko pamoja kweli. Amen. Kama maandiko yanasema tunene pamoja. Kunena pamoja, tunene kitu kimoja. Jimbo ambalo nitatoa mimi, mtumishi naye anitoe, mshirika naye anitoe. Amen. Si kwamba sasa mimi sijui mimi nafanya kwenda tu hata niko karibu kuhama. Mimi nafanya kwenda tu niko karibu kuhama mambo ya huko mimi sinisumbue. Lakini sema tunene pamoja. Hawa waliandikiwa wa Kristo. Wa Korintho ni kanisa hili. Wameandikiwa wanene kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mume ananena tofauti, mke ananena tofauti. Mtakuja kutembelea nini? Hata tulikuwa tuje wiki hii ile shughuli ni nyingi. Wakiulizwa mke anasema kwamba hata mnaomba hajawaita mka jambo kama hilo, sijui anafikiria nini. Sasa ni tena wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya nini? Nia hamna. Wacha tushauriane, tunashauriana tafadhali. Tukiishi maisha ya kiroho pia tuwe katika njia ya msingi mzuri. Sio? Maana Yesu aliweka msingi mzuri wa ndoa. Kwa hivyo tunashauriana. Mimi nimejibu kwamba nilikuwa nijiwiki lakini nikabana.
Mke naye anasema kwamba mimi tangu nimwaje waita mke mambo ya kurudi mtembeo kwa nyumba. Kwa hatuko pamoja, hatuneni mamoja. Inasema tunene mamoja. Atakachojibu Anania ajibu na Safira. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio pesa mliuza hii shamba. Hiyo ndio. Haya, mke tuambie, hiyo ndio pesa mliuza shamba. Ni hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Walienda mamoja mpaka kifoni, wakaenda kifo na mama. Anania. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda mamoja, nia kitu kimoja. Mtu anaulizwa, haya sasa anaendeleaje huyo mtoto wetu anaendelea? Ni mzima, hata nimemwacha hapo nyumbani, anafanya kazi hapo. Akipiga mwenyewe asema kwamba kuanzia siku leo sijaamka, hata sijakula chochote. Na mama amesema mtu mzima. Naye anasema mimi nimelala hapa sijaamka. Hata habari za ugonjwa zinaenda tofauti. Maana hatuko katika nia moja. Hatuongei yale mamoja. Tunaongea tofauti. Huyu hapo na habari tofauti, huyu hapo na habari tofauti. Bila nasema tunene mamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaanza kuelewa kama unaenda tofauti na mwenzako. Unaanza kuelewa. Nia ikiwa pamoja kwamba nataka mwaka huu tufikishe kuku 100 ama tufikishe ng'ombe 3. Tuanze na huyu mmoja tufikishe 3. Hawa watu wakishikana ng'ombe wanafika. Amen. Lakini si kwamba mzee ameondoka, mvua inanyesha, ng'ombe ananyeshewa hapo mpaka simu ipigwe. Jamani, huyo ng'ombe mlimsogeza mahali. Anashida kuongea. Jamani, hawa kuku mmewapatia chakula, yaani mpaka mume asimamie. Au mke atoe chakula, kama yeye hajapatiana hawatakula. Hawa wote hawana nia ya ufugaji. Kuna mmoja kuna nia ya kufuga, mwingine ako na nia ya kuacha afanye ni vya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Nia. Tukiwa na nia moja, madhumuni mamoja, lengo moja, kusudi moja, mapenzi mamoja, kila kitu kitaenenda katika njia ambayo Mungu anataka. Maana huyu mtu akiandika ameanza pale kwa Warumi akasema na wasihi kwa huruma zake. Bwana Yesu asifiwe. Ukija kwa hiki kitabu cha Wakorintho ambao tumesoma 1:10 tena anasema neno na wasihi. Mahali Paulo anaongea kuhusu nia, anaweka neno kusihi na kusihi na kusihi hata kama na kubembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Na kubembeleza, jaribu kuwa na nia moja na mwenzako. Jaribu kuwa na nia moja na watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na nia moja na watumishi wa Mungu, tutakuelewa kiundani vizuri. Tutakuelewa zaidi. Maana mtu mwenye nia ya kupona anakuja ushauri, mtumishi akidhani anaweza sawa kama mtumishi kuna lingine. Naambia sasa akisema nimeweza kuna lingine tena. Pia mtumishi kuna mtu mmoja masaa 3. Sasa mimi nasema kwamba yeye akaenda kwa sheria na kasa. Ako na nia anataka kitu kipone. Kuna kitu anataka kipone. Lakini umekuja ushauri lakini mtumishi niko na haraka lakini nataka tu ushauri kidogo. Alafu niko na haraka niombe yeye. Wewe hauna nia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hauna nia. Tunahitaji nia moja. Paulo aliandika sababu aliona nia ya mataifa ni kubwa sana kuliko nia ya watu ambao wameokoka. Biblia inasema kwamba watu walipomuua Stefano, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 7 mstari wa 57 pale. Walipokuwa kumuua Stefano, walikuwa na nia moja na Paulo akawa amesimamia watu wenye nia ya kuangamiza. Pia akaona kwamba watu kumbe wakiwa katika mataifa wana nia na walikuwa na nia kuwa Wakristo wote. Nia yao ilikuwa ni kwamba hii elimu mpya ambayo wameileta Bwana Yesu Kristo iondolewe wapi? Duniani, isiwepo. Walikuwa wameazimia kabisa wataki elimu nyingine. Nia yao ilikuwa ni hiyo. Ndio maana mitume walipigwa mawe, wakauawa. Maana hawataki, wale watu hawataki jambo lingine. Nia yao ilikuwa ni kwamba hao watu tuwaue, wanakuja na habari nyingine. Kwa Paulo akaangalia, watu wako na nia sana. Wakiamua kuua mtu wanaua kweli. Wakiamua kuchoma wanachoma kweli. Ndio sasa kwa Wakristo anawaambia na waomba muwe na nia moja. Maana anaona nia hii kwa mataifa iko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pakatokea wizi huko sasa watu kufuzana mtu mwizi na tukainuka hapa. Watu wa mataifa watakuja watapiga mawe, sisi tunaangalia ni nani huyo? Na juzi tumeibiwa hapa. Ni nani huyo? Vijana jamani si waokoke hawa. Na sisi tumeibiwa. Na mataifa wanapiga kwa nia moja. Wanatabika.
Na sisi tuko hapo vijana watakuja kufa bure hawa. Hata mwingine anakuja, simwache simhurumie kama. Na tumeibiwa juzi. Tunaona kwamba Wakristo ile nia inatupotea. Lakini mataifa kwa kufanya kitu wanakuwa na nia moja. Wacha bodaboda asikie kuna pikipiki imeibiwa na huyo mtu ameshika. Nia moja ya bodaboda unaijua. Nia ile ya bodaboda unaijua. Ndio Mungu anataka nia kama hiyo ambayo katika mataifa iwe ndani yetu. Tukitaka kufanya jambo, tuwe na nia kama ile. Ukipanga kufunga na kuomba, uwe na nia, wacha kubahatisha. Ndio kwamba imefika saa 6 mtu anapiga nia na kufunga. Ulikuwa hauna nia, ulikuwa na mambo ya kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana mwenye nia hata ile njaa inaheshimu. Maana ni mwili. Mwili huu tunautisha kwa amri ya Mungu na kwa amri ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaingia katika mfungo. Mwili usinisumbue. Mungu funga kiu, funga njaa. Na ufunge uchovu. Amen. Sasa wewe fika sana hata mwanzo kufahamu. Wewe tabia tayari ni baksheni kwa nayo. Na umefunga pate roho ya chakula. Ulikuwa huna nia. Bwana Yesu asifiwe. Huna nia kabisa. Kwa hiyo tunahitaji tuwe watu wenye nia moja. Tunapoingia katika kufunga, tunaweka nia moja. Tunapoingia katika mchango, tunaweka nia moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi huwa naamini kwamba mchango, hata ukisema kwamba wazee watoe pesa fulani, vijana tutoe pesa fulani, hukuweza kufikiwa pale unatoa nusu. Ndio kanisani siku ya mchango. Usibaki nyumbani. Hujafunguliwa milango, siku ya mchango imefika. Hujatoa chochote. Ndio kanisani. Nia ni kuchanga. Ni kuona mchango unaendaje. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya mama hapa. Hakuna atakayekuhukumu. Hakuna. Sasa wewe uko kuja, alafu unaanza kupiga simu. Alafu akatoa ngapi? Wazee walitoa ngapi? Wewe umetuma mtu akuandikie, wazee walitoa hii jana. Wewe huko kuja utapata tu hiyo habari. Nia yako si nzuri. Ndio kanisani tutapata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi ninachoomba ni kwamba sote tuwe na nia. Kanisa tuwe na nia moja. Tunapopanga kitu tukifanya, wacha tushirikiane katika nia. Na tujaribu tena hii nia tuiweke haswa katika masuala ya ndoa. Itasonga vizuri. Nia katika kunena mamoja. Maana kuna ndoa zinanena na vitendo, kuna ndoa zinatoa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naambia mtu kwamba majirani ambao wanakaa kwa ploti, huo umewaambia, hujawaambia, hao ndio wanajua ndoa inaenda vizuri na haiendi vizuri. Na usiku wanalala, asubuhi kuna shughuli zao. Asubuhi kuna shughuli zao, lakini hao majirani wakipata mtu mwingine wakamsimulia mambo ya kwako ya ndoa yako, hata yale ambao hukusema wewe wanajuaje hao? Wako na nia katika kudadisi na kuchunguza. Nia. Mbona sisi tusiweke nia katika kuchunguza yale ambayo yanatubula sisi? Yale ambayo yanatuumiza sisi? Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna nia ya ugomvi na kuna nia ya kuzimisha ugomvi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona kwamba katika ndoa nyingi kuna inuka wakati mwingine pepo anamaliza miezi 3, miezi 2, hata wengine mwaka. Mume haongeleshane na mke. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo usijifanye kama hiyo piga hivi koko kwako. Yaani mko mmeamka kabisa hapo kuongeleshana. Na siku inazama hiyo kuongeleshana. Chakula kitawekwa hapo na wewe unaendelea mambo yako. Na siku nyingine itaingia. Haka kapepo kanaingia mahali watu nia zao ziko tofauti. Yaani huyu kuna makusudi yake hayasemi na huyu kuna makusudi yake naye hataki kuyasema. Sasa unaona kwamba ndoa watu wananyamaza ndani ya wiki moja waongeleshana, lakini watoto wakiangalia kila kitu iko sawa. Wanaenda shule, chakula wanakula, wanaoga, kila kitu iko sawa. Lakini rudi kwa hao wenyewe. Nia ziko. Hiyo si njia ya kudiscipline mtu. Ni pepo kwa discipline yote. Sema kwamba ni huyu nitamnyamazia mwezi mmoja atajua mimi ni nani. Nishauri nyamaza mwezi mzima.
Mwanamke akitoka hapo nje anapiga sura, anacheka kana kwamba hakuna shida. Mwanamke akisonga hapa akienda mfereji kuchota maji anacheka kana kwamba kwake hakuna shida. Lakini ukiingia kwa nyumba nia mbili tofauti. Hamjawahi soma ile ambayo ilikuwa inaandikwa kwa mtandao, mke na bwana hawakuongeleshana na inabidi mume aende safari ya kikazi. Akamwandikia mke kanoti, utaniamsha saa 9 za usiku nichukue ndege nisafiri. Akawacha hapo. Mke akasoma akaiona. Haya, mzee akaamka saa 3. Alipoamka saa 3 akakasirika. Mbona huku niamsha? Nilikuandikia na ulisoma. Akasema ndio nilisoma. Sasa wameanza kuongea hapo. Ndio nilisoma. Mbona huku niamsha? Akasema nilikuandikia saa 9 notice nikaleta hapo. Maana nilikuwa nimelala muamke. Bwana Yesu asifiwe. Vita hivi. Kwa hiyo mtu analala na notice ya kumwamsha iko hapo. Akaamka saa 3. Ameandikiwa haya masaa ya kwenda uwanjani, wako wa ndege anafika amka. Anaamka saa 3 maana hawaongelesha. Bwana Yesu asifiwe. Sababu watu waongee kwenye nyumba. Hii ni pepo. Inapozidi kukaa, roho ya ukimya inapozidi kukaa, mengi yanakwama. Shopping haitafanyika. Mama utashinda kumpatia pesa, atanilisha nazo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaumia na njaa, anashindwa kuagiza chakula. Je, mmepika? Anatulia tu hivi. Lakini watoto wakiingia haraka watu wamechangamka. Mmeshindaje? Mmeshinda sana. Mwalimu amesemaje? Ndio ukakula chakula hapa. Hii roho ikiinuka hivi, ndoa nyingi zinavunjika hapa. Tukiingia katika ukweli tukaulizana kwamba ushanyamaziwa miezi mingapi? Tunasikia mwingine miwili, mitatu, hata mwingine mwaka. Roho ya kunyamazia. Mwaka unaisha kabisa, watu wako hapo. Si kwamba wameachana, wako pamoja. Nia ni tofauti, huyu ako na ya kwake na huyu ako na ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Safari za kikazi hivyo, mume anasema kwamba usiende. Mke anasema kwamba mimi lazima nitaenda. Kuanzia hapo uaminifu unapungua. Nia zinakuwa tofauti. Niposa ukitaka kufanya kazi mke na mume, ni vizuri mke ushauri mume wako, mshauriane. Mumekimbizana kimaneno, enda kwa mtumishi. Kuna vile atakuongoza. Lakini unasema mimi natoka asubuhi nitaenda nitarudi jioni. Sasa mume anasema kwamba wewe umetoka kwa bwana zako, hujatoka kazini. Umeondoka, huyu hakujua, maana nia ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji ushauri. Maana inasema kwamba katika shauri moja tunene mamoja. Hata nikiondoka niseme kwamba mke wangu ameenda kazini. Haya. Mimi nimesema nimemwacha nyumbani, watu wanasema tunamuona yuko kwa kazi mahali fulani. Kwani siku hizi mke wako anafanya kazi? Maneno hayakuwa pamoja. Shauri halikuwa pamoja. Watu wametengana kimawazo. Kuanzia hapo watu wanavurugana. Sababu ya nini? Nia zimekuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hata kijana, maana mimi nimetokea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na nguvu zangu bado ni za ujana. Kwa maana tumika kama kijana hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kijana ambao unayetaka kuoa, wasichana si wa kuchezea, maana nao wako na nia ya kuwa na ndoa. Lakini ukiona kwamba nitachezea huyu, hiyo sio nia nzuri. Wasichana hivyo hivyo. Ukiamua kuingia katika huo ulimwengu wa watu wanaitwa wachumba, uwe na nia kuingia katika ndoa. Si kwamba mvulana wa mtu kesho alie machozi, kesho nyingine aende kwa mganga. Sababu yako nia yake ilikuwa chafu. Hiyo nia ni mbaya. Tunahitaji taifa liwe na nia moja. Tunahitaji serikali yenye nia moja. Tunahitaji nyumba na kanisa yenye nia moja. Bwana Yesu asifiwe. Nia zikishikana, hata kwa familia watu wanaitana kwa pamoja. Lakini watu wanasema kwamba tunaanzaje kikao na brother mkubwa hajakuja. Yule brother mkubwa anapanga ni sasa nyinyi mwacheni bwana. Yeye atasikia tumeyapanga haya. Mmetema mtu ije sababu ya nia zenu. Sababu nia hazijasikana hapa, zimeachana nia, ndio maana huyu mmemtema. Lakini familia yenye nia moja, kikao wanafanya pamoja. Miradi inapitisha pamoja. Wanainua jambo kwa pamoja. Maana nia yao ni kitu kimoja. Sasa nyinyi mnapanga, huyu mwingine hajui.
Mnauza shamba unasema brother wanipitisha wa brother wakubwa bwana, hata mimi nilifanya kusikia tu na wewe kwanza nilikuwa na shiriki kikao. Naambia nilifanya kusikia tu waliuza shamba sasa wakasema sisi tuko hivi na hiyo wakagawana hivi na hivi. Ndio nasikia kwamba kesho imeenda wapi? Mahakamani. Mtu alinunua shamba, na watu wenye familia wamesema hapana, yote yanaenda mahakamani. Sababu wauzaji hawakuwa na nia moja. Nia ikiwa moja, mambo yanaenda vizuri. Nia ikiharibika, mambo yanaenda. Kwa mimi naomba turejeshe nia zetu. Turudi kwa Mungu wetu. Tutengeneze nia zetu. Wafilipi 2:2 inasema kwamba ijalizeni furaha yangu. Kwa furaha ya Mungu imepungua. Kwa nini imepungua? Wakati watu wanakuwa na nia tofauti, tunapunguza furaha ya Mungu. So ni mara ngapi umepunguza furaha ya Mungu? Wafilipi 2:2. Ni mara ngapi umepunguza furaha ya Mungu? Unapopunguza furaha ya Mungu, chanzo chake nia ya kwako na ya mwenzako ni tofauti. Ijalizeni furaha yangu, muwe watu wenye nia moja, mapenzi mamoja, roho moja, mkinena mamoja. Imeandikwa hapo hivi. Kwa nia inasimamia sana mapenzi mamoja. Yaani makusudi, maazimio, malengo yawe ni moja. Alafu muwe na roho moja, same spirit. Ama one spirit, Bwana Yesu asifiwe. Iwe ni moja. Alafu mnene mamoja. Imesema mnene tena mamoja. Kwa mtu ambaye hana nia na mwenzake utamsikia kwa maneno. Mke akiongea anaongea tofauti, mume anaongea tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hao watu wanakuwa tofauti. Wanakuwa tofauti. Ni kama mtu anayedai na mtu anayedaiwa. Nia zao ni tofauti. Siku zote mwenye kudaiwa anapita njia nyingine. Siku anakutaka sema kwamba hata sasa hivi nilikuwa nataka nikupigie. Sasa kama ungeniona nataka nikupigie sasa hivi nikwambie kuhusu deni lako. Sasa huyu nia yake ni kwamba nitamcheza na huyu nia yake ni kwamba nataka pesa yangu. Amen. Ni mshoe watu wanaingia wapi? Kwa kufungana wanaenda gerezani, mtu anafunga mwingine maana anamdai ataki kunilipa. Ulikopa na nia gani? Ulienda kukopa sawa, lakini ulikuwa na nia ipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tuko pamoja. Amen. Nia ya kukopa ni nia ipi? Uko na nia ipi ya kukopa? Hebu jiulize, tunapoenda kukopa nia yake huwa ni nini? Asiniharakishe. Nitamlipa kwa wakati wangu. Ama akicheza kimemramba. Katika mikopo pia kuna nia. Niko na nia ya kwamba nikipata pesa nitarejesha. Na huyu mwenye kukopesha akiona umetimiza ile nia, anakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Mkopo mgumu ni mkopo wa chakula. Mkopo hotelini chakula ukule, ushibe, maana baada ya masiku kuwa na njaa na pesa hujapata. Hapo utakimbia. Naona kwamba watu wengi wa hoteli wako na madeni, watu waliokimbia. Sababu mtu akishiba, ndani anafanya mtu aongee. Mtu akishiba ni basi, anaweza kukopa kwingine. Madeni mengi ambayo yanakaa mwaka mmoja, miaka miwili ya kwa hoteli. Mtu akishiba ni basi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naomba tuwe na nia moja. Ile maandiko yanasema, mjalize furaha yangu. Muwe na nia moja. Kisoma kitabu cha Filipi 2 mstari wa 20 nasema kwamba sina mtu mwenye nia moja. Yule ni Paulo, yani anasikitikia kanisa la Filipi. Wakati anataka kuondoka anawaambia Wafilipi, kitabu cha Filipi 2 mstari wa 20 nasema kwamba sina mtu mwenye nia moja wa kuangalia kweli kweli. Na hiki tu inafanyika mara nyingi katika makanisa ambayo yanainuka. Mfano ni huu. Si kwamba inafanyika hapa, ni mfano natoa. Mtumishi aje niambie Collins, kesho sitakuwa ama Tuesday sitakuwa, naomba uende kanisani unishikie mambo na ushauri. Ile ambayo utashauri ilishauri, ile ambayo si hutawezea utaniambia ni nani na nani, nitawaita kwa wakati. Sasa mimi na take hiyo opportunity, ni kama sasa ni opportunity nataka ning'are katika macho ya watu, nipate kibali, ni washawishi. Naelewa vizuri. Sasa nia ya huyu ni kushauri kanisa likue, Wakristo wakue, wakomae katika ndoa, katika biashara, kikazi na maisha yao yote. Maana hii ndio kazi yake, ni inasimamia sekta zote. Lakini sasa mimi nimekuja na nia yangu, nataka watu niwavute upande wangu.
Sasa huyu Paulo ndiye akiondoka anasema kwamba sina mtu mwenye nia moja pamoja na mimi. Ndio hili naanza naye kusema kwamba mwanaume akiondoka anafunga duka, maana hana mtu mwenye nia moja wa kuliangalia duka pale nyumbani ama kazi. Sababu watu wametofautiana nia, inabidi kazi ifungwe, mwanaume anaondoka na mke anajua kabisa kuuza. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ni hizi kazi zingine za welding hizi, tungejua mke wake anajua mambo na welding, anajua kutomelea ama aje mambo na kapu. Lakini kuuza tu kibiriti, dada roho iko spika hapo, hiyo unayo, unafunga duka, unafunga kibanda na watoto wako nyumbani. Hii ni kumaanisha kwamba sina mtu mwenye nia moja wa kuangalia hali yenu kweli. Maana tunahitaji mtu mwenye nia moja, awe na ukweli wa ukweli na ukweli ndani yake. Naomba tusimame tena.